Yup. Leo tunakuletea UEFA Coefficient Ranking. Yaani ni timu ambazo zimefanya vizuri ndani ya UEFA, ni klabu ambazo zimefanya vizuri ndani ya UEFA. Na tuwezi kukataa zile 30 za wametoa, acha tuchukue 10 mpaka 1. Nafasi ya 10 imechukuliwa na Borussia Dortmund. Borussia Dortmund amechukua nafasi ya 10 na ukiangalia ametoka katika mtoano wa kwanza, yeye ndo amechomokea hapo. Kwa hiyo Borussia Dortmund katika viwango vya FIFA, viwango vya klabu ulimwenguni, tukiangalia Europe ndio na klabu za maana. Kwa hiyo moja kwa moja Borussia Dortmund imechukua nafasi ya 10. Huku nafasi ya 9 ikichukuliwa na Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen ukiona ametolewa na Arsenal hapo, walienda 1-1 first leg, second leg wakaenda 2-0, Arsenal wakashinda. Nafasi ya 8 imechukuliwa na Arsenal mwenyewe. Arsenal amechukua nafasi ya 8 kwa viwango vya UEFA katika ranking. Kwa hiyo wale ambao wanaibezi Arsenal, kwa hiyo kama tunaona kwamba Arsenal hapo ni sehemu ya mstahili, moja kwa moja unaweza kaongea. Nafasi ya 7 imechukuliwa na Barcelona. Ukiangalia Barcelona bado kwenye UEFA anafanya vizuri, hata kwa anafanya vizuri kama Arsenal. Arsenal anachukua namba 1 kwao, na ukiangalia Barcelona yeye anachukua namba 1 kwao, lakini katika viwango vya FIFA vya Europe ranking unaweza kukuta Barcelona anachukua nafasi ya 7. Ukichukua nafasi ya 6 kuna PSG. Ni mwamba wa Paris kule, hawa ndio wanaongoza Ufaransa. Kwa hiyo hawa majamaa wenyewe wamechukua nafasi ya 6. Ukiangalia kwenye raundi ya 8 kuna kimbilia hapa ambayo itaanza tarehe 7 na wenyewe wako uwanjani wakipiga na Liverpool. Nafasi ya 5 imechukua Man City, hata kama ameshatolewa na Real Madrid, lakini Man City bado katika viwango vya Europe ranking bado yupo juu katika nafasi ya 5. Kwa hiyo ukiangalia hapo amechukua kombe la Carabao mbele ya Arsenal. Kwa hiyo Man City amechukua nafasi ya 5 katika viwango vya juu kabisa. Nafasi ya 4 ni Inter Milan. Inter Milan tunajua kwamba ilitolewa na Bodo, lakini katika viwango vya Europe Inter Milan bado ipo nafasi ya 4. Na ukiangalia Italia, ligi la Serie A, Inter Milan anaongoza. Ukiangalia nafasi ya 3, hawa ni majogoo. Majogoo wanachukua nafasi ya 3. Ukiangalia hata kwenye ligi la Premier majogoo kama ni 5 hivi. Alafu tukija kuangalia kwenye UEFA bado wamo katika 8 bora, bado wamo na watacheza na PSG au majogoo. Nafasi ya 2 imechukuliwa na Bayern Munich. Hawa majamaa ndio wale majamaa ukiwasikia kwamba wenyewe akikupata hata 15 na kuingia. Yaani majamaa ambapo hawakwaji wanachoka wala hawasikiaji uvivu wa kumfunga mtu. Kwa hiyo utakuja kujikuta home anakupiga 10, ayo anakupiga 7, utajaza mwenyewe. Sio kwamba akikupiga 5 alafu ufikirie kwamba ukienda wakija kwako atakupiga 1. Tushangaze kafika 6. Hawa majamaa wanachukua nafasi ya 2. Na ukiangalia kwa katika ligi la Bundesliga kule German, hawa majamaa wanaongoza ligi na majamaa kule ni wababe kabisa. Tofauti na mwaka jana ndio kombe lilichukuliwa na Bayer Leverkusen. Nafasi ya kwanza inachukuliwa na wenyewe kabisa wa nafasi yao Real Madrid. Real Madrid katika ranking bado iko nafasi ya kwanza katika viwango. Kwa hiyo moja kwa moja hizo ndio ranking ambazo zimewekwa na Europe. Pale tukirudilia katika Arsenal, siwezi katengeneza video mbili hapana. Arsenal wachezaji karibia 4 wamewithdraw kutoka kwenye international. Kwa hiyo international ambayo ilikuwa takiwa ni timu za taifa ilikuwa takiwa zicheze, na hizo timu za taifa kucheza moja kwa moja wachezaji takriban 4 wa Arsenal wametoka kwenye listi. Na walivyotoka kwenye listi au wachezaji, ukiangalia kuna William Saliba amepata ka injury fulani. Ukiangalia kuna Gabriel Magalhaes yeye amepata ka injury. Ukiangalia kuna mtu kama Eberechi Eze hata game la finali la FA la Carabao hakucheza, alikuwa nje. Trossard yeye ametoka, yeye ukikuta game la Carabao alitolewa nje. Kwa hiyo moja kwa moja hao wachezaji wa Arsenal ni wachezaji ambao wamewithdraw katika timu ya taifa. Na ukiangalia mchezaji kama Ben White amepata first call up, endapo hii ndio call ambao, kwa sababu ukiangalia mwaka juzi time kocha wa England walitemana wakavurugana kwenye kikosi
Kwa hiyo nilijikuta kwamba Ben White alikataa kabisa kwenda kwenye kikosi cha England, lakini this time around kufuatana na majeraha na kadhalika, naona tena amepigiwa simu Ben White kwa Tuchel, kwa hiyo Thomas Tuchel anaona amemkubali, amemwamini, kwa hiyo amemuita. Shukrani sana. Unaweza kunisaidia kusubscribe kwenye YouTube ni Esport Network for Refugee, kucomment, kushare. Comment yako ni ya maana sana. Wewe tia comment yoyote ili mimi nitaisoma tu. Kama kuna marekebisho mimi nitajua. TikTok naitwa Ali Ndume. Unaweza ukanisaidia comment, share, like na kunifollow kwa sababu hujanifollow, kwa sababu habari za michezo ni kila siku. Ukisikia deal done hapa ni deal done. Ukisikia rumors hapa ni rumors. Kwa hiyo mimi na deal na vitu ambavyo viko na uhakika. Haya. Yaani ukinifuata kwa Instagram ni hivyo tu Ali Ndume. Unaweza kunisaidia kushare, kufollow. Facebook ni hiyo tu Ali Ndume. Shukrani sana. Tukutane majira baadaye. Hapa ni michezo kila siku.